tunaelekea uchaguzi. Si punde insha Allah taala tutaingia katika uchaguzi. Lakini tayari pameshaanza kupatikana qila wa qala, maneno ya hapa na pale kwamba huenda pakatokea maandamano. Sasa sisi waislamu hatutakiwi kabisa kushiriki katika mambo hayo. Sisi waislamu hatutakiwi kabisa kushiriki katika mambo hayo, kushiriki katika maandamano. Kwa sababu katika kushiriki kwenye hayo kuna kuikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya amani. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra, hivi umewaona wale ambao walioibadilisha neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukafiri. Fa ahallu qaumahum daral bawar, wakawahalalishia watu wao wakawaingiza katika nyumba ya maangamivu. Hivi umewaona watu hao wameibadilisha neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaifanya ile neema kuwa kufuru, wakaingia katika maandamano, wakawasababishia watu wengine wakaingia katika nyumba ya maangamivu. Sasa Allah anatukumbusha mimi na wewe tusije tukajiingiza katika haya maandamano. Kitendo cha sisi kujiingiza katika haya maandamano ni kuikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni'matul amn, neema ya amani. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi inda al-Imam Ibn Majah anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Mtume anasema, yule atakayeingia asubuhi miongoni mwenu aminan fi sirbihi, ni mwenye amani katika familia yake. Tumetuelekeza kuwa amani inaanzia katika ngazi ya familia, bali jambo la kulinda amani na kuihifadhi amani min daruriyatil khams, ni katika mambo ya dharura matano ambayo Uislamu umeweka sharia kwa ajili ya kuyahifadhi mambo hayo. Hifdhud dini, kuihifadhi dini, wa hifdhun nafs, na kuihifadhi nafsi. Nafsi isipate maangamivu, nafsi isipate maharibiko. Kwa hivyo Mtume anatuambia, man asbaha bikum aminan fi sirbihi, yoyote atakayeingia asubuhi miongoni mwenu hali ya kuwa ni mwenye amani katika familia yake, ameanzisha amani katika ngazi ya familia yake, kisha ngazi ya kata, kisha ngazi ya wilaya, kisha ngazi ya mkoa, mpaka ngazi ya taifa. Mtu awe na amani. Muafan fi jasadi, ana afya katika mwili wake, mwili wake una afya tamamu, hana maradhi, hana magonjwa. Indahu qutu yaumihi, ana yeye chakula cha siku yake hiyo, wachilia kesho na kesho kutwa, na watu wamehifadhi kwenye mafriji yao vyakula vya mwezi mzima, yeye ana chakula cha siku moja tu. Mtume anasema, fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, ni kana kwamba mtu huyo amekusanyiwa dunia na vile vilivyomo ndani yake. Ni'matul amn, neema ya amani. Tusiipoteze neema hii ndugu zangu waislamu kwa kushiriki kwenye maandamano, kwa kushiriki shughuli ambazo zitapelekea vurugu katika nchi yetu, vurugu katika jamii yetu, vurugu katika maeneo yetu. Hatutopata nafasi tena ya kukusanyika kama hivi na kupeana nasaha. Hizi nasaha tumekusanyika hapa tunapeana bil amni, kwa amani, kwa sababu ya uwepo wa amani kwenye nchi yetu hii. Leo kama kusingelikuwa na amani, tusingeweza kupata fursa hii ya kukumbushana mawili matatu katika dini yetu. Kwa hivyo Allah fi ni'matil amn, tuitunze neema ya amani. Neema hii ni neema adhima, ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi waislamu tuna uwajibu wa kuihifadhi neema hii kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na vile vyote ambavyo vitapelekea uvunjifu wa amani katika nchi yetu hii. Kwa hivyo hizi ni nasaha zangu za mwisho, nimependa kuwafikishia ndugu zangu, na nasaha hizi muwafikishie wengine pia, ili jamii yetu yote iwe ni jamii ya amani, tuishi kwa amani, tukae kwa amani, tuendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kila la kheri kwa yale ambayo tumeyatanguliza kwenu nyinyi. Muomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe madhambi yetu, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ambariki bwana harusi wetu na bibi harusi, awape kizazi kilichokuwa chema. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum.